Bana nakukaribisha tena kwa mara nyingine tena mtazamaji na mfuatiliaji wa channel hii ya Biomedia kwa ajili ya kukaribia kunitazama na kuyaangazia yale ya kihabari zaidi mambo ya wadau bwana ambayo yameweza kujiri. Langu jina ni Official Rosdy on the microphone kwa ajili ya kuhakikisha basi unazipata zile za kiburudani zaidi. Bana niko na story ambayo vita ya Nandy pamoja na Yami yazidi kuwa kubwa mitandaoni. Siri ya fichuka, Nandy akiri kumlipisha Yami hela ya kuvunja mkataba. Bana msanii wa muziki wa Bongo Flava Faustina Charles maarufu kama Bidada Nandy amethibitisha kuwa kweli alimlipisha kiasi fulani cha fedha aliyekuwa msanii wake Bidada Yami mara tu baada ya kuondoka kwenye record label ya The African Princess. Na hata hivyo pia Nandy ameweza kusema kwamba kiasi hicho kilikuwa kidogo tu kwa kuwa alizingatia hali ya msanii huyo kwamba bado ni kijana, bado anajitafuta kwenye masuala mazima ya muziki. Ninukuu kidogo maneno ya Bidada Nandy hapa ambayo ameweza kuyazungumza wakati anakiri hilo la kumlipisha Yami kiasi fulani hivi cha fedha. Yote kwa yote ni kwa ajili ya yeye kuvunja mkataba wake. Anasema ni kweli nilimlipisha, lakini nilimpunguzia kwa sababu bado ni msanii ambaye anaanza, bado anajitafuta. Haya alikuwa ni maneno ya kwake Nandy. Ni kauli hiyo bwana inakuja kufuatia madai kutoka kwa Yami, msanii wa kwanza kabisa kusainiwa kwenye label ya The African Princess, ambaye hivi karibuni alidai kuwa alimwalika Nandy kwenye uzinduzi wa wimbo wake mpya ambao unakwenda kwa jina la Raha, lakini Nandy hakufika. Akimjibu madai hayo, Bidada Nandy aliweza kukanusha kabisa kwamba hakupokea mwaliko huo na kueleza kwa kina kile ambacho kilitokea. Ni mnukuu tu Nandy hapa anasema Yami alisema alinipigia simu kunialika, lakini kiukweli sijaona simu ya Yami. Nilimtafuta kwenye DM kwa maana ya Instagram, nikamuuliza umenipigia siku zipi, mbona sijaona simu yako? Aliweza kusema Nandy hayo, akikanusha pia madai ambayo Yami aliweza kuyazungumza kwamba alimpigia Nandy takribani siku 2 hivi lakini hakushika simu yake. Na Nandy aliongeza kuwa kama kweli alitaka kumpata kama Nandy anasema kwamba kama kweli Yami alitaka kumpata, ana njia nyingi za kufanya. Moja wapo Nandy anasema anayo namba ya mdogo wangu, dada yangu, hadi ya mtoto wangu naye si angeweza kunipata. Lakini yeye akasema simu yake iliibiwa, hakukuwa na namba ambazo alikuwa nazo. Na hata hivyo nilivompigia hakuniambia ana uzinduzi. Huenda wakati huo nilivompigia bado alikuwa hajajua vizuri kwamba atakuwa na uzinduzi wa nyimbo ya kwake ya Raha. Sasa kwa sasa mashabiki wanasubiri kuona kama wawili hao wataweza kurekebisha tofauti zao na kuendeleza mahusiano yao ya kikazi kama ilivyokuwa zamani. Japo Nandy amesema kuwa hana shida yoyote na Yami inayoendelea baina yao, lakini kwa hali ambavyo inaonekana ni kama kuna kitu hakipo sawa fulani hivi kwa Nandy pamoja na Yami. Baada ya Nandy sasa kujibu kuwa amemlipisha hela japo ni kidogo msanii wake Yami, mashabiki wameibua gumzo mitandaoni kwa kusema kuwa huenda kile kinachozaniwa ni vita ya Nandy na msanii wake Yami kwamba kimetokana na Yami kutoka kimapenzi na mume wa Nandy. Hapa tunamzungumzia bwana mkubwa Billnass. Huenda ni kweli, maana mwanzo Nandy alisema kuwa hajamlipisha hata 100 Yami, lakini mara tu baada ya Yami kusikika akisema kwamba Nandy ni mwongo, alimlipisha takribani milioni 100 tofauti na ambavyo alikuwa amesema yeye kwamba aliondoka bila kulipishwa chochote. Nandy akaja kuzungumza kwa kuziba aibu na kuzungumza kwamba alimlipisha ndio, lakini ilikuwa tu ni kiasi kidogo cha fedha. So kwa sasa mashabiki wamebaki kwenye njia panda na kusema kuwa huenda kuna jambo ambalo linaendelea kati ya Nandy pamoja na Yami ambaye alikuwa ni msanii wake, lakini kwa sasa hivi si msanii wake. Lakini pia swala lingine watu wanasema ni kuhusiana tu na mambo ya Billnass, pengine ndilo ambalo linaweza limepelekea ugomvi huo ikawa ni chanzo cha Yami kutoka katika record label ya The African Princess chini ya Bidada Nandy. Lakini pia kwa upande wa Billnass alifanya mazungumzo interview mbalimbali zikiendelea na akiulizwa kuhusiana na hili ambalo limeweza kuibuliwa huko kwenye mitandao ya kijamii na kuweza kulikanusha kabisa na kusema kwamba hahusiki wala hajawahi kuanza wala kufanya hivyo. Lakini pia Yami naye aliweza kujibu madai hayo kwamba hakuwahi kufanya hivyo na haitatokea akaweza kufanya hivyo. Kwa mtazamaji na mfuatiliaji wa channel ya Biomedia, kufuatia vita hii kati ya msanii Nandy pamoja na Yami ambaye aliwahi kuwa msanii wake, waliwahi kufanya kazi,
Unadhani ni kweli Yami ametoka kimapenzi na Billnass na ndo chanzo cha kufukuzwa kwenye record label ya Bidada Nandi, au ni maneno tu ya wabongo huenda wanatafuta kiki mitandaoni? Drop comment yako then hapo tutaipitia uzuri kabisa kunako next video. Hii ni Biomedia channel pekee ambayo inakuhabarisha habari mbalimbali. Cha msingi sasa ili kujua taarifa za kwetu na kuzipata kwa wakati niko subscribe mtazamaji, ili kwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa za kwetu.